Na mtazamaji wangu, leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka 2025, kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu katika mahakama kuu huko Kisutu, Dar es Salaam itarejelewa rasmi, hatua ambayo hivi sasa gumzo nzito linalozidi kugonga vichwa vya habari. Mheshimiwa Tundu Lissu kutuma ujumbe kupitia jamaa wa karibu ama kiongozi mwenza wa chama Chadema kulaani matukio ya kikatili yaliyoweza kukuta vijana Gen Z. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, maneno mazito aliyoweza kuyazungumza Mheshimiwa Tundu Lissu inaonekana wazi analenga uongozi mzima wa serikali ya CCM hivi sasa kwa yale yote maovu na vitendo vya kuvunja moyo viliweza kukuta vijana Gen Z. Kulingana na Mheshimiwa Tundu Lissu, ameweza kuzungumzia kuhusiana na uwepo wake yupo salama, na pia kesi inayozidi kumkabidhi kesi ya uhaini ataweza kukabidhiana nayo, na kama ilivyokuwa hapo mbeleni ataweza kuibuka kuwa mshindi. Ila anaamini kwamba vijana Gen Z wote wale walioweza kuaga dunia kipindi na wakati wa maandamano ya kupinga uongozi wa serikali ya awamu ya 6 kwa uchaguzi wa mwaka 2025, itakuwa vema iwapo haki zitaweza kupatikana kwa waandamanaji wote walioweza kuaga dunia, kwani kulingana na Mheshimiwa Tundu Lissu ni kwamba vijana hawa Gen Z walikuwa wakifanya sahihi kulingana na katiba ya Jamhuri ya Tanzania, ya kwamba wapo na haki ya kuandamana na kupinga iwapo hawajaweza kufurahia uongozi ulioko mamlakani kwa maamuzi wanayozidi kuyafanya. Mwisho siku iliweza kudhihirisha na kubaini wazi kwamba manufaa yale yote yangeweza kuwa ni kwa viongozi wa serikali ya awamu ya 6 ambao leo hii ni viongozi wa serikali ya awamu ya 7. Kwa njia moja ama nyingine, hatua hii haitaweza kusaidia Jamhuri ya Tanzania kusonga mbele na hata kuimarika kiuchumi, bali itaweza kufaidi viongozi wa kibinafsi, hatua ambayo inazidi kuchukiza idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania, hasa vijana Gen Z ambao waliweza kujitokeza katika maandamano ya kupinga na kukosoa viongozi wa serikali ya awamu ya 6 kwa mara nyingine kutorejea afisini. Vilevile kile ambacho Mheshimiwa Lissu anazidi kukizungumzia upande wake, ameweza kuomba waweze kukutana katika mahakama kuu. Ila ni habari njema, anaamini kwamba iwapo shuhuda alikuwa aweze kuwasilishwa dhidi ya kesi yake kabla ya uchaguzi mkuu, kama kwa mara nyingine hataweza kuwasilishwa leo hii moja kwa moja, basi atakuwa ameweza kupata ushindi kwa mara ya pili, na ndipo ambapo mashtaka mapya yataweza kuendelezwa kusikilizwa, ikibainika ya kwamba hatua anazozidi kuzifanya Mheshimiwa Tundu Lissu hivi sasa ndipo ambapo idadi kubwa ya Watanzania waliokuwa hawafahamu ni kipi alichokuwa kikifanya hivi sasa baada ya ushindi wa pili, iwapo wataweza kupata leo hii katika mahakama kuu, ndipo ambapo Watanzania wengi wataweza kufahamu ni kwa nini Mheshimiwa Tundu Lissu hana uoga wote ule kwa kesi ya uhaini, jambo ambalo aliweza kuweka hadharani kwamba hakuwa na nia ya kufanya jambo hilo katika Jamhuri ya Tanzania. Kwanza kabisa, sote tunafahamu kwamba katika uchaguzi uliokuwa umeweza kuratibiwa kikatiba tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuwa mstari wa mbele miongoni mwa viongozi ambao Watanzania walipenda aweze kuwania nafasi hiyo. Ila sote tuliweza kushuhudia ni kipi ambacho hakikuweza kufanikiwa. Ila kwa njia moja ama nyingine tufahamu manifesto yake Mheshimiwa Lissu ambayo yaliweza kuvutia macho ya Watanzania wengi katika uchaguzi ulioweza kupita, na hata Watanzania wengi kutamani Mheshimiwa Lissu kuwania nafasi hiyo ya urais. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kufanya ushirikiano mwema kati yake pamoja na vijana Gen Z. Vijana hawa ambao waliweza kuonyesha kuchukizwa na viongozi wa chama cha CCM waliokuwa kiongozi serikali ya awamu ya 6 na kuingia katika maandamano tofauti kabisa
iwapo Mheshimiwa Tundu Lissu angekuwa yupo huru, wasingeweza kuingia katika maandamano. Vile vile, kwa mara nyingine, sote tunafahamu jinsi ambavyo uhamasishaji wake Mheshimiwa Tundu Lissu aliyokuwa akiufanya kabla ya kukamatwa kwake. Hakuna yoyote yule aliyekuwa akilipwa kwa ajili ya kuhudhuria uhamasishaji ama rally ama kongamano lolote lile alilokuwa akiliitisha Mheshimiwa Tundu Lissu, tofauti kabisa na viongozi wakuu wa chama cha CCM ambao walikuwa ikionekana kutoa kiasi kikubwa cha fedha ili watu waweze kuhudhuria rally zao. Mwisho siku hawa watu ambao waliokuwa kihudhuria rally zao wameweza kuaga dunia kwa kupigwa risasi. Hii ikionyesha wazi kwamba yote yaliyokuwa yakifanywa na viongozi hawa chama cha CCM katika rally zao na hata katika uchaguzi mkuu na kwa ajili ya manufaa yao binafsi na sio manufaa ya Jamhuri ya Tanzania ama Mtanzania yoyote yule, isipokuwa yupo katika serikali ya awamu hiyo ya 7 katika ngazi za juu, hasa katika chama cha CCM. Vile vile, mtazamaji wangu, sote tunafahamu jinsi gani ambavyo manifesto yake Mheshimiwa Tundu Lissu yaliweza kuwa moja kwa moja kulenga kuleta ukuaji wa Jamhuri ya Tanzania, sio katika mataifa ya East Africa pekee, bali hata katika mataifa ya kigeni. Mheshimiwa Tundu Lissu yupo na ushirikiano mwema pamoja na viongozi wengine kutoka katika mataifa ya kigeni. Hivyo basi, kutokana na ushirikiano huo, Mheshimiwa Tundu Lissu angeweza kupata uungwaji mkono bora na mataifa ya kigeni kwa ajili ya Tanzania kusonga mbele, tofauti kabisa na kile ambacho tunachozidi kukishuhudia hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, inazidi kuwa ngumu kwa taifa lolote lile huko, taifa la kigeni kujihusisha na serikali ya Tanzania ama kujihusisha na taifa la Tanzania. Haya yote ni kutokana na kile ambacho mataifa ya kigeni yanahofia raia wao wataweza kuwakosoa kushirikiana na taifa la Tanzania, bali kunyamaza kimya. Na ndipo ambapo tumeweza kushuhudia kongamano la siku ya juzi lililoweza kufanyika. Uwepo wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan haukuweza kutambuliwa na yoyote yule. Hata uchaguzi mkuu uliofanyika katika Jamhuri ya Tanzania haukuweza kutambuliwa na yoyote yule, tofauti kabisa na kile ambacho kiliweza kutambuliwa huko Malawi kutokana na uchaguzi wa amani ulioweza kufanyika na ushindi kupatikana kihalali, jambo ambalo linazidi kuonyesha tofauti kubwa kati ya Mheshimiwa Lissu na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ila mtazamaji wangu, kwa kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu, tupo hapa kukuletea taarifa zaidi. Hivyo basi, ni vema iwapo utaweza kusubscribe na pia tuachie maoni yako katika uwanja comment section. Bye bye until the next video.